Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalo kichwa kinachosema nguvu ya ukiri. Hii ni wiki yetu ya pili, na tumeanza kwa kuangalia katika wiki hii jinsi ambavyo mimi na wewe tumeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, na kwamba maneno yetu pia yana nguvu ya kuumba. Kwa leo nitataka nikumegee na kukuonyesha jinsi ambavyo unaweza kutumia maneno yako na kuumba maisha ambayo unayataka. Kwa hiyo tutaanza leo, tutasukumana nayo, nadhani tunaweza tukamalizia wiki hii yote, lakini na uhakika kitu kimoja, pale tutakapofika mwisho maisha yako yatakuwa yamebadilika moja kwa moja. Kwa lugha nyingine, yale ambayo huyapenda utaweza kuyarekebisha. Kabla ya kuendelea, nikukumbusha tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube, yanapatikana katika Google Podcast, Spotify, na kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale tafadhali subscribe, lakini pia utakapoangalia ama kusikiliza usiache kulike pamoja na kushare. Kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika Telegram. Kuna grupu linaitwa Mwanafunzi wa Kristo, na kwa wale msiojua Telegram ni nini, Telegram inatenda kazi kama WhatsApp, na kwa maana hiyo basi unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789500242 0789500242, nawe utaunganishwa. Na toa shukrani za dhati kwa watu wote kabisa ambao wamekuwa wakisikiliza na kufuatilia mafundisho haya. Ninasema asante kwa kuhamasisha wengine, namshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana 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 sana. Na pia natoa shukrani kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuchangia gharama ya kupeleka injili kwa njia ya redio, na kwa maana hiyo watu wanafikiwa, watu mbalimbali wanafikiwa, na namshukuru Mungu sana 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 sana. Na nitoe salamu za kipekee kwa watu walioko kule Zambia ambao wanatusikiliza pia, lakini na watu walioko maeneo ya Tunduma, maeneo ya Sumbawanga kule mpaka kule Mbozi. Tunasema asante sana, jumbe zenu tunazipata, tunasema tuko pamoja, na injili ya Kristo itaendelea kuhubiriwa mpaka dunia itakapobadilika na kufanania mbinguni kama ambavyo Mungu alikusudia. Baada ya kusema hayo, basi nataka tupige hatua, tuendelee. Kumbuka tunaangalia nguvu ya ukiri, na tunaangalia kwamba Yesu Kristo ndiye mtume na kuhani mkuu wa maungamo yetu. Na neno ungamo, ama kwa lugha nyingine neno ukiri, ni neno lililotokana na lugha ya Kigiriki linalosema homologia, ambalo kiini chake ni homologeo, ambao maana yake ni kuzungumza katika hali ya kukubaliana, ama kuzungumza basi katika hali ya kukubaliana na Mungu, hasa tunapokuja katika mtazamo wa neno la Mungu. Kwa hiyo tuko kwenye Mwanzo mlango wa kwanza, nikaanza kuingiza mambo fulani fulani. Kwa hiyo nataka tuanzie pale, alafu nitakueleza. Ngoja niseme kitu kimoja rafiki, maneno yako ni ya muhimu sana. Ndio maana Bwana Yesu akasema ndio yako iwe ndio na hapana yako iwe hapana. Neno lingine lolote unaloliongeza linatoka kwa yule mwovu. Kwa nini anatupa maonyo makali namna hiyo kuhusu maneno yetu? Kwa sababu maneno yetu yana nguvu ya kuumba. Sasa kumbuka tuliona kwamba mimi na wewe tumeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, Mwanzo 1:26, na tukaangalia basi Mungu anafananaje. Tukaona kwamba Mungu anajidhihirisha kwetu sisi katika Mwanzo mlango wa kwanza kama Mungu aliye muumbaji. Na tukaona kuanzia mstari wa 3 kwamba Mungu anaumba kwa kutumia maneno. Na tukaangalia katika mstari ule wa 3 anasema, Mwanzo 1:3, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza. Sasa nataka tuende taratibu. Nilikuwa nimeanza kugusia kitu kipindi kilichopita, nataka nilete wazo ile taratibu sana. Sasa kumbuka nilikwambia kwanza Mungu ni roho, na kwa maana hiyo basi vitu vyote ambavyo aliviumba katika Mwanzo mlango wa kwanza alikuwa ameviumba rohoni. Na hapa anavyosema Mungu akasema na iwe nuru, ikawa, akaona ya kuwa nuru ni njema, yote hiyo anaona katika ulimwengu wa roho, sio katika damu na nyama. Unasema nipe uthibitisho. Nitakupa uthibitisho. Ili niweze kukupa uthibitisho vizuri, twende tukasome kwenye Mwanzo mlango wa kwanza
alafu nitaanza mstari wa 11 hadi wa 12. Alafu na kitu tutakiweka sawa hapo. Anasema hivi: Mungu akasema, nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzaao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Kwa Mungu akasema nchi na itoe miche, itoe majani, na ikatoa. Ikawa hivyo. Biblia inasema wazi kabisa. 12 anasema nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzaao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya tatu. Kwa hiyo anasema nchi, ardhi itoe majani, itoe na miche. Alivyosema, Biblia inasema ikawa, alafu akaona. Hasa nataka ulishike hilo kichwani. Kumbuka ni Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 11 hadi wa 12. Kumbuka nimekuambia anapoanza kuumba, anaumba rohoni kwanza, alafu hivyo vitu ndio vinakuja kutokeza katika damu na nyama. Sasa tuende kwenye mlango wa pili. Kwenye mlango wa pili nianze mstari ule wa 4 mpaka wa 7. Mwanzo mlango wa pili mstari wa 4 mpaka wa 7. Anasema hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu mwanadamu wa kuilima ardhi. Okay, tuende taratibu. Ukirudi nyuma kidogo kwenye mlango wa kwanza mstari wa 26 anasema na tuumbe mtu. Ngoja turudi nyuma kidogo tena. Tuende 26 na 27. Mwanzo 1:26 na 27. Anasema hivi: Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia. Maana yake ni kwamba aliwaumba na hao watu walikuwepo. Lakini unaporudi hapa kwenye mlango wa pili mstari wa 5 anasema siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyweshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Mimi nilidhani katika Mwanzo 1:26-27 mwanadamu ameumbwa na Mungu. Sasa inakuwaje tena katika mlango wa pili anasema kwamba kulikuwa hakuna mtu? Nilidhani kwenye Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 11 hadi wa 12 kwamba miche ya kondeni na majani ilikuwepo, alivyosema akaona, ikawa akaona. Inakuwaje tena kwenye mlango wa pili anasema hakuna miche ya kondeni? Nini kinaendelea hapa? Ndio ile hoja yangu inapokuja sasa, kwamba kwenye mlango wa kwanza alikuwa anaumba rohoni. Kwenye mlango wa pili hivi vitu vinakuja kudhihirika katika damu na nyama. Angalia tena mstari wa, ngoja nikusomee tena Mwanzo 1:11. Sasa mbona unarudia? Ndio maana tunajifunza. Labda kwa sababu upendi kurudia ndio maana upate ufunuo. Okay. Mstari wa 11 anasema Mungu akasema nchi na itoe majani, mche utoao mbegu, na mti wa matunda uzaao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Ikawa hivyo. Nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake, na Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Mstari wa pili, mlango wa pili anasema siku ile, mstari wa 5, kichwa naanzia wa 4:30 mpaka wa 5. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, hapakuwa na mche wa kondeni bado. Naona kitu lakini huko anasema mche alisema ikawa akaona. Hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyweshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba vyote alivyofanya katika mlango wa kwanza ilikuwa ni rohoni. Sasa unisikilize, na mimi na wewe tunapotamka maneno yetu yanaumba kwanza rohoni, alafu ikishaumbika rohoni, baadaye ndio inakuja kudhihirika katika damu na nyama. Kwa hiyo anasema mstari wa 6, ukungu ukapanda katika nchi
akatia maji juu ya uso wote wa ardhi. 7, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Alafu asema Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni. Kwa hiyo nadhani unaanza kuona huo mchakato unavyokwenda. Kwa hiyo anasema alivyotamka kila kitu kwa kimeumbika katika ulimwengu wa roho. Ndio maana kusoma Mwanzo 1:31 anasema akatazama akaona ya kuwa kila kitu alichokiumba ya kuwa ni chema sana, ikiwa ni pamoja na huyo mwanadamu, lakini vyote ni wapi? Rohoni. Sasa anasema ili hivi vitu vije vidhirike katika damu na nyama, ilikuwa inabidi awepo mwanadamu wa kusimamia, na mwanadamu wa kuvisimamia vitu lazima awe katika mwili. Ndio maana akafinyanga, akatengeneza mwili, akachukua roho ya yule mwanadamu akaingiza ndani ya mwili. Kwa nini? Kwa sababu kuna kanuni kuu mbili zinazoongoza hii dunia. Hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka nasema kanuni ya kwanza inasema hivi: hakuna roho inayoweza kutenda kazi duniani kama haiko ndani ya mwili. Na kanuni ya pili inasema hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka duniani kama halijatamkwa na mwanadamu. Na mambo yote hayo mawili nimeyazungumzia ndani ya kitabu cha Nguvu ya Ukiri. Na kama una nakala yako kitabu cha Nguvu ya Ukiri, nitakusihi nenda kasome tena. Unasema nilishasoma, rudia tena. Unasema nilisharudia, rudia tena. Na kama hauna nakala yako kitabu cha Nguvu ya Ukiri, hakikisha umepata na hakikisha unakisoma tena na tena na tena. Usidhanie ukisoma mara moja tu utaelewa. Sasa tuende taratibu, tupige hatua. Kwa hiyo maana yake ni kwamba vitu vinaumbika mara mbili. Inaumbika katika ulimwengu wa roho na inaumbika katika ulimwengu wa damu na nyama. Na hiyo sasa inakubaliana na kile kinachozungumzwa katika Waibrania 11. Kwa hiyo nataka tuende Waibrania 11 mstari wa 3. Waibrania mlango wa 11 mstari wa 3. Sasa najua kama una Biblia yako hii ya SUV, Swahili Union Version, anasema hivi: kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Sasa hiyo ni tafsiri ngumu. Kwa hiyo nataka nikasome kwenye tafsiri nadhani ya Biblia ya Habari Njema. Alafu sikia anavyosema. Anasema hivi: kwa imani sisi tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, vitu vinavyoonekana kutoka vitu visivyoonekana. Sasa tuende taratibu hapa, tupige hatua. Kwa hiyo anasema kwa imani sisi tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hasa kuna vitu kadhaa nataka nivielezee hapa. Anaposema neno ulimwengu ni kwa sababu katika lugha ya Kiswahili hakuna wingi, hamna neno mbadala la wingi. Ukitaka kusema ulimwengu, wingi wake ni ulimwengu. Kwa Kiingereza anasema the worlds, plural. Maana yake nini? Kwamba kwa Kiswahili tungeweza kusema, Nathaniel sasa tungesema ulimwengus. Maana yake ni kwamba unaweza kuwa una ulimwengu wa soka, una ulimwengu wa sinema, una ulimwengu wa dansi, una ulimwengu wa nini na ulimwengu wa nini. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anasema kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu wowote ule, iwe ni ulimwengu ambao Mungu aliumba, lakini iwe pia ni ulimwengu wa hawa watumishi mbalimbali wanaozungumzwa katika Waibrania mlango wa 11. Iwe ni akina Abrahamu, iwe ni Yakobo, iwe ni Isaka, iwe ni Samsoni, iwe ni Musa, iwe ni Debora, iwe nani, wote hawa anasema kwamba waliumba ulimwengu wao kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo anasema kwa imani sisi tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Na kitu kingine ni hichi, anasema hutakaa uweze kuwa na ufahamu sahihi, kuelewa kwa usahihi. Yani ngoja nirekebishe, kuna mambo mengine hutaweza kuyaelewa nje ya imani. Yani lazima uwe katika imani ili uweze kuyaelewa. Kwa lugha nyingine, kuna mambo ambayo yanaeleweka tu kwa watu ambao wanaishi kwa imani. Kama hauishi kwa imani, maana yake ni kwamba huwezi kuyaelewa. Na ndio maana Biblia inasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo kuna mambo ambayo ili uweze kuyaelewa ni unabidi uwe wa imani peke yake. Mfano kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Anasema Yesu Kristo amezaliwa na bikira. Na huyu bikira hakukutana na mwanaume. Unalielewaje? Ndio maana wengine wanapinga, imewashinda kuelewa kwa sababu hilo jambo linaeleweka kwa imani tu. Sijui kama unanielewa. Ndio maana tunasema kwamba Mungu ni baba yetu. Kuna binadamu wengine wanapinga, wanasema Mungu hana mke, hana watoto, kwa hiyo hawezi akawa ni baba wa binadamu. Mungu sio kiumbe. Na kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinaeleweka tu katika imani. Na ndio maana ni muhimu sana wewe ukaishi maisha yako kwa imani.
Tuko sawa? Kwa hiyo anasema kwa imani sisi tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Sasa zingatia, hajasema ulimwengu uliumbwa kwa maneno ya Mungu. Sasa nitaelezea kitu kidogo hapa, inawezekana ni kigeni kwako. Anaposema neno la Mungu, haina maana neno moja kama unavyofikiri. Yanaweza akawa ni maneno hata 100, maneno hata 1000, lakini yote yanakusudia kitu fulani kitokee. Okay. Kwa ana sasa neno la Mungu, ngoja nikueleweshe kwa sababu tunajifunza. Tuweke pause hapo, twende mahali nikakuonyeshe. Twende kwenye Mwanzo. Nani mlango wangapi? Mlango kama wa 15. Mstari wa kwanza. Sasa baada ya mambo hayo neno la Bwana, nasikia hiyo neno moja, neno la Bwana likamjia Abraham katika njozi likinena, usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Sio kama unaona, sio ni zaidi ya neno moja, lakini Biblia inasema neno la Bwana likamjia Abraham, alafu anaelezea hilo neno nini, maelezo marefu kabisa. Usiogope Abraham, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Kwa hiyo tunavyosema neno la Bwana, haina maana kwamba not necessarily, haina maana kwamba ni neno moja tu. No, ila kile ambacho kinazungumzwa, kile ambacho Mungu amezungumzia, hayo yote ambayo yametumika kuwakilisha ujumbe wa kile ambacho Mungu anakuambia ama Mungu anakisema, inaitwa neno la Mungu. Sio maneno ya Mungu. Kwa lugha nyingine, maneno yote haya hapa yaliyozungumzwa katika hili neno la Bwana kwa Abraham, maneno yote haya yanahesabika kuwa ni neno moja. Hayo maelekezo yote na ufafanuzi wote unahesabika kuwa ni neno moja. Kwa hiyo unapopewa unabii na mtumishi akaja akakutolea unabii, ama kanisani kwenu ukatoka unabii, maana yake ni kwamba lile tunasema ni neno la Bwana. Hasa shida ni kwamba hiyo lugha haitumiki sana katika Agano Jipya, na kwa hiyo tunasema tu unabii na kwa haina uzito. Lakini tungesema neno la Bwana labda ingekuwa imebeba uzito. Kwa hiyo nilisema niliweke hilo sawa. Kwa hiyo tuko kwenye Ibrania tena 11. Kwa hiyo siku nyingine utakapokuwa umetolewa unabii. Sasa kumbuka, neno la Bwana linaweza likaja kupitia labda nabii akaja akazungumza na wewe. Neno la Bwana linaweza likaja Mungu akaamua kuzungumza na wewe moja kwa moja. Na kuna njia nyingi za Mungu kuzungumza na wewe moja kwa moja, kwa maana ya kwamba anaweza akazungumza na wewe ukiwa macho na akazungumza na wewe kupitia mawazo yako, ama anaweza akazungumza na wewe kupitia maono, vision, maono ukiwa uko macho hujalala ukafunguliwa macho ya rohoni ukaanza kuona na kusikia, ama anaweza akazungumza na wewe kupitia katika njozi, katika ndoto, ukiwa umelala usiku akakuletea ndoto, na hiyo ndoto itahesabika kuwa ni neno la Bwana. Hasa nyingine tunapuuza habari za ndoto sana. Tafadhali usinipigie simu kujiuliza ndoto uliota ni tafsiri. Mimi sio mtafsiri wa ndoto, please. Maana tukishagusa huko tutaanza kwa mtumishi, nimeota usiku, nimeokota hela, kwa hiyo nisaidie. No, usinipigie simu kwenye hilo. Mimi sio mtafsiri wa ndoto. Lakini sikilize, anaweza akasema na wewe kwenye ndoto. Kwa ile ndoto yote ambayo unakuwa umeiota usiku, hiyo inakuwa ni neno la Bwana. Na tunafahamu watu wengi tu kwenye Biblia walielekezwa kupitia ndoto. Sasa ndoto ni tofauti ya ndoto na njozi ni nini? Ama maono ni nini? Maono ni picha unazoziona ukiwa macho au jalala, na ndoto ni picha unazoziona ukiwa umelala usingizi. Tuyaache hayo. Sasa hilo ni neno la Bwana. Kwa hiyo tuko Waebrania 11:3. Kwa hiyo anasema kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana, unasikia hiyo, havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Sasa nini nikasema kwenye Biblia ya neno, Biblia ya habari njema, anasema kwa imani sisi tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, vitu vinavyoonekana kutoka vitu visivyoonekana. Kwa hiyo anachosema rafiki ni kitu hichi, kwamba vitu vyote ambavyo unaviona katika macho yako ya damu na nyama vimetokana na vitu ambavyo viko lakini havionekani kwa macho ya damu na nyama. Kama vile ambavyo kwenye Mwanzo mlango wa kwanza, kwa kuwa Mungu ni roho, aliumba vitu vyote vilikuwepo katika ulimwengu wa roho. Lakini ili vile vitu viweze kutokeza katika ulimwengu wa damu na nyama, ilibidi awepo mwanadamu. Kwa hiyo manake ni kwamba pia ndo maana unapotoa tamko, unaposema kitu, ulitakiwa uamini kuwa hicho kitu kimetokea. Okay. Nje nigeuze, nijisaishe. Iko hivi,
Kila neno lako unalolisema ama unalolizungumza linaumba. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo kama ambavyo Mungu alisema ikawa, akaona, na wewe kwa kuwa umeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, unaposema ama unapozungumza ama unapotamka ama unapokiri, hicho unachokisema kinakuwa. Na kikishakuwa lazima uje ukione katika damu na nyama. Sasa kitu gani kinasababisha hicho kitu ambacho, sasa kumbuka, ungekuwa una uwezo wa kuona rohoni, ungekiona rohoni. Lakini kwa kuwa uwezo wako wa kuona rohoni labda ni mdogo, haupo, then njia pekee uliobakiwa nayo ya kuona rohoni ni kutumia nini? Imani, kwamba kukubaliana na kile ambacho Mungu amesema, kwamba ninaposema hicho kitu kinakuwa. Kwa unaona katika mawazo yako na akili yako kwamba hicho kitu kipo. Sasa utakapokubali kwamba hicho kitu kipo, inasababisha hicho kitu kitoke katika ulimwengu wa roho kije katika ulimwengu wa damu na nyama. Sasa kwa bahati mbaya tumelelewa kuamini na kukubaliana na mambo mabaya. Ndio maana ukizungumza mambo mabaya hauingizi shaka yoyote, na ndio maana hivyo vitu vinadhirika katika damu na nyama upesi. Lakini unapozungumza mambo mazuri na mema, kwa kuwa umelelewa kuamini mambo mabaya na sio mambo mazuri, unaanza kuwa na shaka, na kwa maana uwezo wako wa kukubaliana na hicho ulichokitamka unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo udhihirisho wa hivyo vitu katika damu na nyama unakuwa ni mdogo, pamoja na kwamba hivyo vitu vinakuwa bado viko katika ulimwengu wa roho. Sijui kama unanipata hapa rafiki ninachokizungumza. Yaani nataka ulielewe hilo, kwamba kila unapozungumza, kila kitu unachokitamka, maana yake ni kwamba kinaumbika katika ulimwengu wa roho. Kila kitu unachokizungumza. Ndio maana unatakiwa mwangalifu sana. Kwa mfano, kwa wale ambao wanaenda kanisani alafu anaomba hivi, labda unakuta Jumapili hadi Jumapili anasema, inaitwa ungamo la dhambi. Anasema mimi nilie maskini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi. Unapokwenda kanisani alafu ukasema unafanya ungamo la dhambi, ukasema kwamba mimi nilie masikini na dhaifu na kuzaliwa katika hali ya dhambi na ungama, hayo maneno unavyoyatamka yanaumbika katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo inahesabika kwamba maisha unayoyataka wewe ni maisha ya umasikini, maisha ya udhaifu na maisha ya hali ya dhambi. Ndio maana unakuta kwamba umasikini unakuandama, unakuta kwamba madhaifu, manake magonjwa sasa yanakuandama, na unakuta dhambi zinakuandama usiku na mchana, kwa sababu wewe mwenyewe umetumia kinywa chako kusema. Unavyoingia kwenye maombi ukasema mimi ni maskini, mimi ni mchafu, mimi ni mdudu tu, sina thamani mbele zako Mungu, mimi ni kitu gani, mimi ni mavumbi tu. Unapotamka hayo maneno, maana yake ni kwamba hayo maneno yanaumbika katika ulimwengu wa roho, na kwa maana hiyo lazima aje atokeze katika ulimwengu wa damu na nyama. Ndio maana anasema kwa imani. Kumbuka imani nini? Imani ni kuwa na uhakika. Kwa hiyo maneno yoyote unayotamka ukiwa na uhakika, kama vile ambavyo watu wamehakikishiwa kwamba wao ni wenye dhambi, wao ni maskini, wao ni dhaifu, na kwa maana wanatakiwa waungame. Kila mara unavyosema hivyo, kwa kuwa unazungumza kwa uhakika, anasema hayo maneno yanaumba. Anasema kwa imani sisi tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, vitu vinavyoonekana kutoka vitu visivyoonekana. Sasa nikuulize, hayo maneno unayoyazungumza ni neno la Mungu? Yanakubaliana na kile ambacho Mungu amesema? Mungu amesema nini baada ya wewe kuzaliwa mara ya pili? Je, Mungu anasema wewe ni mwenye dhambi ama anasema wewe ni mwenye haki? Je, Mungu anasema wewe ni mchafu ama anasema wewe ni mtakatifu? Mungu anasema nini kuhusu wewe baada ya kuzaliwa mara ya pili, baada ya kuwa kiumbe kipya? Kwa hiyo unatakiwa uzungumze kwa kukubaliana na hilo. Sasa shida ni kwamba muda umetuishia. Tutaendelea katika kipindi kijacho. Najua tumeanza kugusa mambo, unaanza kuonaona mambo hapo. Lakini kama hujampokea Yesu Kristo, ni muhimu sana umpokee. Fanya maombi yafuatayo. Sema, Bwana Yesu, ninaamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani ukaondoa dhambi zangu zote, kisha ukafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana.
Ninakukaribisha katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, nakupa hongera, karibu katika familia ya Mungu. Kwa hayo mambo machache kabisa, ni kuache basi kututane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na usisahau kwamba Yesu ni Kristo na Bwana.